Wapendwa watazamaji wa Tumaini Televisheni, nawakaribisha tena katika kipindi chetu cha Birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Tumwalike Mungu nasi tujikabidhi mikononi mwake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba, tunakuja mbele yako, tunakuomba neema na baraka yako, ili yale ambayo tutakayoyaangazia yawe kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Tuomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaendelea kuangazia kwamba kando ya birika hii ya Betsata palikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa, vipofu, viwete na waliopooza. Na sasa tunaendelea kuangalia upofu wetu kama wale waliokuwa kando ya birika hii ya Betsata. Na upofu wetu tunaendelea kuona katika kuzembea kushiriki adhimisho la misa takatifu. Tulitaja katika vipindi vilivyopita, adhimisho la misa takatifu hutuletea ukamilifu, hutuletea upatanisho na amani. Na sasa tunaendelea na sehemu ya pili ya upatanisho, ambayo kwanza huja kupitia toba, pili kupitia msamaha, na leo tuangalie upatanisho katika ukarimu. Ukarimu huoneshwa kwa ishara ya nje ya kutoa vitu kwa watu, lakini ishara hii ni kutualika kubadilisha mwenendo, kuwa na mpango wa kuwajali wenzetu kwa kurekebisha pale wanapotunung'unikia. Kwa maana Mungu mwenyewe ni katika mpango wake. Maneno ya Mungu yanathibitisha, alisema si vema mtu kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Sisi tunapaswa kuwajali wenzetu kwa sababu ndio kutimiza mpango wa Mungu. Ukarimu ni kutimiza mpango wa Mungu. Ndugu zangu, tunaposhiriki misa takatifu tunashiriki sadaka ya Yesu pale msalabani, ambayo imenuia vitu vyote vipatanishwe naye. Na moja kati ya nyanja ya kutupatanisha ni kuwa wakarimu, kuwajali wenzetu. Tunaposoma katika kitabu cha Mithali sura ya 19 aya ile ya 17, tunakumbushwa yule anayemjali maskini, huyo huwa anamkopesha Mungu, naye Mungu atamlipa kwa tendo lake jema. Ndugu zangu, tunaendelea kukaribishwa kwamba sisi tutakaporekebisha mwenendo wetu ni kumjali mtu anayelalamika kwa sababu kuna jambo moja hatulifanyi vizuri. Tukarekebisha huo mwenendo, tunakuwa tumeshiriki katika sadaka Yesu pale msalabani na tunapatanishwa. Yesu anatuita tuweze kujipatanisha na Mungu na kujipatanisha sisi kwa sisi kwa kuwa wakarimu. Si tu kwa kuwapa vitu, lakini kwa kurekebisha mienendo yetu, na hapo Mungu atatulipa kwa tendo letu lilo jema. Tunapoangazia Zaburi ile ya 41 aya ya 1, naambiwa yeye yule ambaye anemjali na kumtazama maskini, huyo anamkopesha Mungu, naye ataokolewa siku ya taabu. Kwa ukarimu wetu tunashirikishwa nafasi ya kuokolewa wakati wa taabu. Ama tumejiingiza wenyewe kwenye taabu, ama
tumeingizwa na watu wengine kwenye taabu, ama adui mwovu ameamua kutushambulia, ni ukarimu pekee ambao huwa unakuwa silaha ya kutulinda. Hii silaha, hiki chombo hatukipati isipokuwa kama tunashiriki misa takatifu, ambayo imenuia tupate upatanisho, vitu vyote vipatanishwe naye Mungu, viwe vya mbinguni, viwe vya hapa kwenye ardhi, au vile vilivyoko chini ya ardhi, kama ambavyo Paulo anavyosema anapoandika waraka wake kwa Wakolosai sura ile ya kwanza ya 19 na 20. Ndugu zangu watazamaji na waamini wenzangu na watu wote wenye mapenzi mema, kurekebisha mienendo yetu mara tunapolalamikiwa, tunamkopesha Mungu. Ni ajabu tunawekeza sana katika vitu mbalimbali ili tupate faida, ili tupate fedha, lakini tumesahau kuwekeza katika kile kilicho chema, kuwekeza katika misa takatifu ambayo itakayotupa nafasi ya kumkopesha Mungu na kujipa hadhi ya kuokolewa wakati wa taabu, kulindwa wakati wa shida. Huu ni uwekezaji bora, lakini kwa bahati mbaya tunatamani kujali furaha ya kupata vyakula na vinywaji vilivyo vizuri, kuvaa mavazi yaliyo bora, kutumia vifaa vya usafiri vyenye heshima, simu zilizo bora, tukasahau kuwekeza upande mwingine pia wa kushiriki misa takatifu kwa uaminifu, kwa uchaji, ili tuchote nguvu ya kuwa wakarimu. Pale tutakaponung'unikiwa tuweze kushiriki vema. Lakini tunaambiwa katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ile ya 35 aya ya 10 kwamba yule anayemjali maskini anamkopesha Mungu, naye Mungu atamlipa, kwa maana ndiye huwa analipa, na atamlipa mara 7. Mungu atatulipa katika ukamilifu wake ikiwa tu tutaitika wito, tukashiriki katika kuwa wakarimu, pamoja na kutoa vitu, kutoa muda. Lakini ni vema vitu tunavyovitoa, muda tunaoutoa, nitukumbushe kwamba tuna wajibu wa kurekebisha mienendo yetu pale tunaponung'unikiwa, na tuweze kuitika mpango wa Mungu. Na ndivyo nabii Isaya anavyotuasa. Anasema ikiwa mtatii na kuyafuata yale yote ambayo yeye anasema, basi tutakula mema ya nchi. Ama tusipotii tukaasi, basi tutaangamizwa kwa upanga. Isaya sura ya kwanza aya ya 19 na ya 20. Ndugu zangu watazamaji, waamini wenzangu na watu wote wenye mapenzi mema, hebu tusiwekeze tu katika biashara, tusiwekeze tu katika vyakula, mavazi, simu nzuri na vifaa mbalimbali vya maisha yetu. Hebu tutazame, tuwekeze katika kurekebisha mienendo yetu, kuwa wakarimu. Kwa kufanya hivyo tuweze kumkopesha Mungu. Kwa kufanya hivyo tustahirishwe kukombolewa, kuokolewa wakati wa taabu. Tustahirishwe kulindwa dhidi ya mashambulizi ya adui. Hatuwezi kupata kitu kingine chochote isipokuwa kwa kushiriki sadaka Yesu pale msalabani, kwa kuadhimisha misa takatifu kwa heshima. Tumekuwa vipofu, tunapuuza,
tunachechemea ama tumepoteza mvuto wa kushiriki misa takatifu. Na hata pengine tukishiriki, hatushiriki kwa nia maalumu. Tunashiriki tu kama tukio la kijamii, kwamba leo napaswa kushiriki, nisipoenda sitaonekana kama. Lakini tukijua kwa kuona waziwazi kwamba kumbe unaposhiriki misa takatifu unashiriki sadaka Yesu pale msalabani, nayo inatuletea upatanisho, na upatanisho huo kwa hatua ya 3 ni kuwa wakarimu. Na kwa kuwa wakarimu tunamkopesha Mungu. Tukimkopesha Mungu anatulipa kwa kutuokoa wakati wa taabu. Lakini haitakuwa tu mara moja, itakuwa kwa ukamilifu wake mara 7 zaidi. Kwa ndugu zangu, uwekezaji bora ndio huu, nasi tuelekeze. Lakini kwa sababu ya upofu tunaona wengi, kwa sababu moja ama nyingine, hawashiriki misa takatifu. Au hata tukishiriki, hatushiriki katika ule uchaji ambao tunastahili. Nitumie nafasi hii kuleta wito kwamba tumechelewa, kwamba tumepotea. Sasa Kristo ameamua kutuponya upofu wetu. Tunaposhiriki misa takatifu tunaponywa, tunaiona nguvu ya kuwa wakarimu. Kwa tutaona baba anenung'unikiwa kwa kuchelewa nyumbani, akirekebisha mwenendo na kuanza kuwahi. Mara tunaona upatanisho ukionekana. Mama ambaye haoneshi heshima na utii kwa mume wake, tutaona kwamba akirekebisha mwenendo, basi upatanisho unapatikana, furaha, na hivyo kunakuwa na utulivu. Tukiendelea kuangalia katika mazingira hayo, yeyote anayerekebisha mwenendo wake kuleta utulivu. Lakini tumejichotea nguvu ya kumkopesha Mungu na kupata hadhi ya kukombolewa wakati wa taabu, tena kwa ukamilifu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii ya leo imeletwa kwenu nami Padre Josefu Mashauri, padre wa shirika la watumishi wa wagonjwa, na hudumu katika jimbo kuu la Dar es Salaam kwenye parokia Mtakatifu Kamili Yombo Kiwalani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.